Mimi nashukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah, jazakallahu khairi. Kullu nafsi dhalikatil mauti. Mwenyezi Mungu anatufunza, na hata kwenye baadhi ya sura za Qur'ani zinasema hakika wanadamu wamekisahau kifo, lakini kifo hakitowasahau wao. Muda na wakati umefika wa mwanachama mwenzetu, ndugu yetu, rafiki yetu, mpendwa wetu kutoka tawi la Yanga Salaga Uyole Mbeya, Bwana Helman Paulo Sungula. Mwenyezi Mungu alipanga nafsi yake ije itoke kwenye mapenzi yake anayoyapenda ya Yanga mjini Dar es Salaam kwenye dabi. Ulibatika kuongea na marehemu kwa siku ya jana. Yaani moja ya vitu ambavyo mliongea nini kwa siku ya jana? Kwanza marehemu jana toka majuzi tunatoka Mbeya. Zilikuwa gari nyingi. Zilikuwa gari nyingi. Marehemu alipandia gari kwenye kituo chake cha kupandia gari Uyole Junction au njia ya panda, ambako wanayanga wengi wa mkoa wa Mbeya huwa tunakusanyika matawi yote katika ile eneo. Kwa hiyo alikuwa ni mtu mwenye bashasha, mtu mwenye furaha, yani anaongea vizuri, hana shida hata chembe. Hakuonekana na stress, alikuwa anafurahi kuanzia safari inaanza mpaka tunafika. Ile hali ya sintofahamu iliyotokea taifa, najua ile kaeka ya pale ulikuwa umeiona ndugu mwandishi. Watu wanahangaika huku na kule. Sisi gari yetu watu wa Mbeya tulipaki kwenye eneo la kikosi huku cha jeshini. Miongoni mwa magari zaidi ya 8 yalikuwa yanatoka mkoa wa Mbeya. Kwa hiyo wote tulipaki kule kwa lengo tu tukae sehemu moja, tunapoondoka tunaondoka sehemu moja. Mimi ni mtu ambaye nilibahatika kukaa jirani na marehemu kabla wa mauti hujamfika, dakika 15 kabla ya mauti kumfika. Tulikuwa tumesimama sehemu, baadaye mimi nikasema, niliitwa na waandishi wa habari kama hivyo, bwana, watu wanaotokea Mbeya, wao wanatoka mikoani waje waongee kidogo kutokana na situation wao, wanaonaje na gharama zao na jinsi ilivyokuwa. Kwa hiyo nikawa nimetoka kwa lengo la kuvuka barabara pale kwenye pundamilia. Wakati navuka ile barabara kwenye mataa, wakati navuka barabara nakuta watu wanakimbia, nikageuka, lakini ile shoti haikuonyesha kuwa imetokea chini. Ilikuwa ni kabla kama saa ngapi? Hiyo ilikuwa ni mida inaelekea sasa kwenye saa 12 kasoro. Kwenye saa 12 kasoro. Najua kulikuwa kama kamvua kamenyesha kidogo Sasa mimi nikawa naona shoti, navuka ile pundamilia naona shoti, lakini juu ya nguzo. Watu walivyokuwa wanakimbia sikuwa na utimamu kujua kwamba wanakimbia nini. Nikajua tu ile shoti ya juu imesababisha watu wakimbie. Kwa hiyo nilijua tu shoti ya kawaida, nikaendelea na mazungumzo ya kuhojiana na waandishi. Then baadaye wakati nikiwa naendelea kuongea nikatamka neno Mbeya. Kuna muungwana mmoja akaniambia, kiongozi, wewe unayezungumza basi kuna mtu mmoja nasemekana ni wa Mbeya kule amepata shoti na kuna uwezekano mkubwa kuwa amepoteza maisha. Sikuamini wala sikutegemea kuwa atakuwa ni Helman Paulo Sungula ambaye nilimwacha kama dakika 15 tulikuwa tumekaa jirani. Nilivyorudi nikakuta hayo mazingira ni kweli. Tukafanya logistic ya kuweza kufanya mawasiliano, kwa sababu mimi kama kiongozi wa hamasa nafikiri mwandishi unanifahamu vizuri. Sawa. Sikuona sababu tena ya kuendelea kubaki kule zaidi ya kufanya utaratibu. Kwa hiyo viongozi tuliokuwepo kwenye huu msafara wa kuja na wanambea, tukaona ni vyema tuanze utaratibu wa process ya ndugu yetu tayari ambaye ameshatutoka, tunamuhifadhi vipi. Tukafanya process za kumtafuta uongozi wa Yanga, tukatoa taarifa. Unapokuwa kwenye mji huu, ukiachana na kuwa tupo under control kwa mkurugenzi wa matawi, lakini huu mji vile vile una protokol yake kwenye hadhi ya Yanga. Kuna kiongozi au tunaweza tukasema anaitwa mratibu wa mkoa wa Dar es Salaam. Ukishavuka mkoa, ukifika katika mkoa wake unakuwa under control kwake yeye, kwa sababu ndio mratibu wa mkoa. Kwa hiyo tukafanya logistic ya kuweza kuwasiliana naye kupitia mratibu wetu wa mkoa wa Mbeya ndugu Kastela. Alifanya mawasiliano. Tunamshukuru mzee Kastela, ametufanyia haki lillah kwa kila process, naamini na hata yeye huko aliko hakuweza kulala. Akatufanyia utaratibu wote. Tulifika mpaka mahala hapa ambako unanioji kwa jana hiyo saa 1. Tukafanya logistic ya kuonana na askari polisi, kufanya taratibu zote za kidocument kuhusiana na umarehemu. Tukafanya kila kitu. Baada ya hapo tukatoka tukaenda Jangwani. Tunashukuru tulipewa sehemu ya kujihifadhi, tukajihifadhi. Leo asubuhi tukawa tumedamkia mahali hapa na kufanya taratibu sasa za kusafirisha mwili wa marehemu ili tuweze kurudi nao Mbeya. Kimsingi namshukuru kwanza mkurugenzi wa matawi amefika, baadhi ya viongozi wa matawi ya taifa yupo mahali hapa.
pamoja na mratibu wa mkoa wa Dar es Salaam yuko hapa, nipaswe tu kumkaribisha mratibu wa mkoa wa Dar es Salaam, alafu yeye kwa nafasi yake anaweza kumpatia mkurugenzi wa matawi. Asante sana. Haya. Kwanza poleni sana wenzetu wa Mbeya kwa msiba huu, lakini pia ni pole kubwa kwa wanayanga wote kwa msiba huu uliotokea jana. Ni msiba ambao umetukuta wakati tuko kwenye mapambano ya kuipigania klabu yetu. Mwenzetu alitoka Mbeya kwa malengo ya kuja kuisapoti timu yetu, lakini kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu umauti ukamkuta jana pale uwanjani. Tulipata taarifa tukiwa uwanjani pale majira ya saa 12 kasoro hivi, na kwa hali ilivyokuwa tukawasiliana na viongozi wetu wakuu na wakatoa maelekezo mpaka mnatoka pale kwenda mochwari. Taarifa tumezipata, kwa tutoe pole sana. Kwa hali ilivyokuwa jana tulishindwa kuwasiliana na ninyi jana ama kuungana na ninyi jana moja kwa moja kwa sababu ya hali ilivyokuwa pale uwanjani na vikao vilivyokuwa vinaendelea. Nitoe pongezi kwa uongozi wa klabu ya Yanga kupitia mkurugenzi kwamba tuliwasiliana na wenzetu mkapata hifadhi pale makao makuu. Ni hifadhi ambayo pengine wengine haikuwafurahisha, lakini ndivyo hali ilivyo. Tuvumiliane kwamba ndivyo ilivyokuwa, na tunaamini mpaka sasa hivi bado mko salama. Kama mkoa tunatoa pole sana kwenu ninyi kama wenzetu ambao mmesafiri kuja huku kwa ajili ya timu yetu, na kwa niaba ya mkoa nitoe pole na shukrani sana kwa viongozi wa klabu ya Yanga. Mkurugenzi, wewe nadhani ndio utakuwa na tamko la viongozi wa klabu ya Yanga kuhusu tukio hili, na nikukaribisha sasa uongee na wana Mbeya ama na wafia wote tulioko hapa ili utoe salamu za klabu kwa ujumla. Karibu sana. Asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Napenda kwanza kabisa kutoa pole. Napenda kutoa pole kwa uongozi wa matawi mkoa wa Mbeya, viongozi wa matawi wote, wasafiri wote, wanachama, wapenzi na mashabiki wa klabu ya Young Africans waliosafiri kutoka Mbeya zaidi ya kilomita 1000 kuja Dar es Salaam siku ya jana, ambapo tulitarajia kucheza mchezo wetu na watani wa jadi. Helman Filipo Sungura alikuwa ni mwanachama hai wa Young Africans kupitia tawi la Msalaga pale Mbeya, na amekuwa akishiriki shughuli mbalimbali za klabu yetu. Kama ambavyo maandiko matakatifu yanasema, siku za mwanadamu, sisi wa Kristo tunasema kwenye